Naam, hujambo na karibu tena katika Mlimani leo asubuhi, ambako kama kawaida huwa tunaanza na yasemavyo magazeti, kisha tunarejea hapa kwa ajili ya jahara, na moja kwa moja hapo ulikuwa naye Joseph Nishija ambaye amekuangazia kurasa za magazeti yaliyotufikia hapa studio kwetu, na mimi naitwa John Maganga. Nipo hapa kwa ajili ya kukupitisha katika mahojiano ambayo tunafanya katika kipengele cha jahara, ambako leo kimsingi tunataka kuzungumzia nafasi ya wananchi katika kukabiliana na majanga mbalimbali. Na leo naungana naye Fire Constable Baltazar Swai kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji katika mkoa wa Kisimamoto Ilala. Constable Baltazar, habari yako hapo? Salama. Kutoka Kugwema? Salama kabisa. Labda tuanzie tu utuelezee jiji la Dar es Salaam leo limeamkaje? Kuna majanga yote ambayo yameripotiwa kwenu, labda kutokezea Ilala, labda hata Kinondoni au maeneo mengine yote jiji la Dar es Salaam? Kwa jiji la Dar es Salaam leo kulikuwa na moto uliotokea mitaa ya Oysterbay usiku wa kuamkia leo kuanzia mida ya saa 10 na uliripotiwa na jeshi kwa ujumla. Askari waliokuwa zamu walienda kwenye tukio na kuweza kufanikisha kuzima moto huo. Kuzima moto. Ndio. Sasa leo tunazungumzia nafasi ya wananchi katika kukabiliana na majanga. Janga kama hapo limetokea leo. Sasa tutadavue kiundani kwamba wananchi wasije wakasema kwamba kwa sababu kuna jeshi la zimamoto mimi sina wajibu wowote. Inabidi tuweke wazi hapa, kwa Kiswahili falsafa wao wanasema kwamba tunatanabaisha kwamba nafasi ya wananchi katika kukabiliana na majanga. Kwanza kabla tujafika huko, tuanze kudadavua neno majanga. Majanga lina maana gani? Majanga ni tukio lolote ambalo linatokea lenye athari kwa jamii, hilo ni janga. Kwa mfano, mvua imenyesha nyingi, ni janga. Upepo umezua mapaa ya nyumba, ni janga. Barabarani ajali imetokea, hilo pia ni janga. Kwa yule mwananchi katika ile hali aliyokuwa nayo, itakuwa hali nyingine tofauti ambayo anatakiwa kupeleka hospitali na kadhalika. Ndio. Labda nyinyi kama jeshi la zimamoto kama mnajikita hasa kwenye majanga gani katika uokoaji? Jeshi la zimamoto na uokoaji tunajikita katika majanga yote ya mioto na maokozi. Tukiongelea maokozi kwa upana zaidi, tunaingia ndani kwa ajali za barabarani, mtu kazama kwenye shimo, mtu yale majanga yote ambayo yanatokea, ajali zote zinazotokea zinazohitaji maokozi ya aina yoyote. Meli sijui imezama, treni imepinduka na kadhalika, vyote hivyo sisi tunafanya maokozi. Ndio. Sawa. Tunazungumzia nafasi ya wananchi katika majanga yakitokea. Mfano labda tuseme limetokea janga, labda ajali imetokea njiani au imetokea moto kwenye jengo fulani. Mwananchi anatakiwa afanye nini hasa janga lile linapokuwa limetokea? Au kabla kwanza hata janga lolote halijatokea, mwananchi anapokuwa amekaa eneo fulani, yeye ajilinde vipi ili asije kusababisha majanga kutokea? Tunashukuru elimu yetu inaweza kuwafikia wananchi wengi, na kwa sasa kidogo majanga na mioto imepungua kwa kasi kubwa. Kwa wananchi washaelewa kitu gani wakifanye. Kwa mfano, kwa sasa hivi pindi moto unapotokea sehemu yoyote, wananchi anajua cha kwanza ni kutumia mtungi wa kuzimia moto wa dharura ambao inaitwa portable fire extinguishers, ina kilo 6 na kuendelea. Atachukua na kwenda kuanza kuzima chanzo cha moto. Wakati huo wengine wanaanza kupiga simu moja kwa moja jeshi la zimamoto na uokoaji, ambao namba yetu ni 114. Kwa hiyo unakuta tunawahi eneo la tukio na unakuta moto hujasababisha madhara makubwa zaidi. Ndio. Labda tuzungumzie kwenye unajua majengo ya tofauti, labda majengo au hata magari ya tofauti. Ndio. Kuna magari ya abiria, kuna magari ya majengo makubwa, mfano hoteli, magorofa, manini. Mle ndani kunakuwa na vitu tofauti kwa kuzimia moto. Ndio. Kuna baadhi ya vitu labda mwananchi anapaswa kuguse, vingine asiguse. Sasa kidogo hapo ufafanua tena. Tukiingia kwenye majengo makubwa kwanza. Kabla ya kujenga jengo lolote, unatakiwa ulete ramani yako jeshi la zimamoto na uokoaji ili tuweze kukagulia na kushauri ni vifaa gani unatakiwa kuviweka kwa ajili ya usalama wako binafsi. Tukiongelea usalama wako binafsi, hatuongelee vifaa vya kuzimia moto peke yake, na vifaa vya kuweza kutoka katika hiyo nyumba au jengo bila kupata madhara, kuwa milango ya kutokea ya dharura. Kwa kuna milango ya kutokea ya dharura na madirisha ya dharura ya kutokea. Baada ya kujenga sasa na kuweka hivyo vifaa, tunakuja kuhakikisha tunafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari za moto katika majengo yote.
Tukifika pale tutakushauri kile kifaa ulichokiweka unakitumiaje wewe kama wewe. Japokuwa sisi pia tunakuja kukitumia hicho. Kwa kwenye majengo marefu kuna fire hose. Kuna mipira mekundu inakuwa katika kila floor. Ile kazi yake ni kuzimia moto kama gari letu linavyofanya. Kuna fire extinguishers ambazo zinawekwa. Kuna vifaa vingine ambavyo haviameshiki kama smoke detector, sprinkler system. Hiyo sprinkler system kazi yake ni kumwaga maji, kiko juu ya paa pale. Endapo moto unatokea, chenyewe kinamwaga maji, kwa hiyo kinapoozesha ule moto usiendelee kuunguza sehemu kubwa, sababu kinachounguza sana sana ni ile joto. Kwa hiyo inapomwaga maji inapoozesha ile sehemu. Okay, ndio. Kwa hiyo kipoozesha haileti madhara makubwa. Kwa moto utakuwa uendelee kwa kasi kubwa, utapunguza kasi ya kuwaka. Ndio. Labda tutoe mfano kwamba labda hapa unajua na kidogo mvua ikinyesha kidogo tu maji yanakuwa mengi kweli, kama mafuriko vile yametokea. Kweli. Tutoe tu mfano mzuri kama hapa maji, mvua imenyesha na maji yamekuwa mengi kwa Kijitonyama, nyumba kidogo zinatikisika, si ndio? Ni moja kati ya janga. Sasa mimi kama mwananchi niko pale, maji yamekuwa ni mengi mno. Mimi nilikuwa nifanye nini sasa? Nikupigie wewe simu au nifanye nini? Cha kwanza tunaangalia usalama wako kwanza. Usalama binafsi. Kuwa maji yametokea yamejaa sehemu. Wewe uangalie usalama wako. Je, unaweza kupanda juu ya dari au unaweza kutoka eneo hilo kwenda eneo ambalo ni salama zaidi, kutoka eneo hatarishi. Ukishatoka hapo sasa, tunachofuatia ni wewe kupiga simu kwa kutujulisha kuwa eneo fulani lina tatizo fulani, ili na sisi tuweze kuweza kutoa msaada mwingine. Kuwa kuna wengine watakuwa labda wamenasa ndani, wewe umeweza kutoka nje ukaweza kujiokoa kukaa sehemu ambayo ni salama. Unatupigia simu ili tuweze kuja kuwatoa ambao wako ndani. Mtazamaji ambao unatufuatilia wakati huu, tunakwambia kwamba leo tunajadili nafasi ya wananchi katika kukabiliana. Neno kukabiliana ni kwamba labda kimetokea kitu mbele, alafu mnakabiliana. Unajua jinsi gani ya kukishinda ili uwe salama, si ndio? Sasa tunajadili nafasi wananchi katika kukabiliana na majanga tofauti. Janga likitokea unalikabili vipi? Sio kila janga kuna njia moja ya kukabili. Utatuambia hapo kuna aina gani ya mioto unaweza kukabili kwa fire extinguisher, aina gani ya moto unaweza kukabili sio kwa nini, na ambavyo vivitaja hapa vizimia moto vingine. Umeona mtazamaji, kwamba kikubwa tunakwambia kwamba vitu gani ambavyo unaweza kukabiliana kwa njia ipi ambayo unaweza kuitumia kukabiliana na janga fulani. Labda tuamie kwenye janga la ajali. Ndio. Imetokea ajali labda huko, labda ni Bagamoyo wapi huko. Imetokea ajali ya gari ya abiria, si ndio? Abiria ambaye yuko ndani mule atakuwa afanye nini hatua ya kwanza kabla mengine hajatokea? Abiria gari limepata ajali, cha kwanza ni kuwa wale wananchi walikuwa karibu waweze kutoa msaada wa kuweza kuokoa wale ambao wanaweza kuokoleka. Nikiongelea wanaweza kuokoleka ni kuwa baada ya ajali kutokea kuna wale majeruhi ambao wanaweza kutoka, yani unaweza kubeba ukamtoa. Kuna wengine labda baada ya kupata ajali kabanwa na kitu, yule inabidi tuachie sisi jeshi la zimamoto na uokoaji tuweze kuja kumpa huduma hiyo. Lakini wale wanaweza kumbeba na kumtoa nje, mwananchi yote anaruhusiwa kumtoa ili kumpa msaada wa kwenda hospitali. Wale ambao tuseme ajali imetokea kabanwa, aidha na chuma na ile steering, labda sisi jeshi la zimamoto na uokoaji kuna gari letu maalum ambalo lina vifaa vyote kwa ajili ya maokozi. Kwa hiyo tutakuja pale na kumpa huduma ambayo inastahili. La acha usikate mguu wala mkono ambao umebanwa. Tutakata kile chuma ambacho kipo pale na kuweza kumtoa yeye akiwa katika hali ya usalama zaidi. Kwa ule mguu wake kama ulikuwa umebanwa tu tutautoa kama ulivyo, ili madaktari waweze kurudisha au kufanya mbinu nyingine ya kuweza kuwa salama. Alimetokea labda ilianguka gari la mafuta sasa. Ndio. Mafuta labda si petroli au nini. Limeanguka, wananchi wafanye nini? Kwenye gari la mafuta likianguka wakati wote. Alasha. Wananchi wanatakiwa wakae mbali na kutoa taarifa haraka sana. Kwa mafuta yoyote yanaweza kuwaka kwa aina yoyote kwa mbinu zozote. Kuwa tunachowashumu katika moto wote unaotokea ni muunganiko wa vitu vitatu: joto, chakula cha moto na hewa ya oksijeni.
kuwa mazingira yote yana hewa oksijeni. Joto linapatikana la jua, chanzo chochote kinaweza kusababisha joto kutokea. Chakula cha moto tunachokiongelea hapo ni hayo mafuta yenyewe. Kwa hiyo jua linaweza ikapiga pale, joto likawa kali zaidi, moto ukatokea kwa sababu kuna chakula cha moto na hewa oksijeni ipo. Kwa hiyo tunashauri wananchi pindi gari linapodondoka la mafuta waweze kukaa mbali na kutoa taarifa haraka sana, ili tuweze kuja kuzuia madhara yasitokee. Kama mita ngapi hivi? Ni umbali wa kutosha. Kwa mafuta yanatofautiana jinsi ya kuwaka. Petroli inawaka kufuata upepo, diesel inawaka yenyewe kama ilivyo. Kwa hiyo kuambia kuwa ni mita 3 alafu iliyoanguka ni petroli itakuwa ni kudanganya. Labda hawapaswi kwenda labda na ndoo za maji, kama moto umetokea waende wakazime. Kwenye moto wa mafuta ushauriwi kuzima na maji, kuwa kitaalamu density ya mafuta na maji zina tofauti. Density ya maji ni kubwa na ya mafuta ni ndogo. Kwa hiyo mafuta yatapanda juu ya maji. Tunapomwagia maji, yale maji yanashuka chini, mafuta yanarudi juu, kwa hiyo yanaendelea kuwaka, yanapata hewa oksijeni, yanazidi kuwaka. Kwa hiyo pale kinachoshauriwa ni kuwa tunakuja na mtambo kwa ajili ya kupulizia kitu kinachoitwa foam. Hiyo foam kazi yake ni kuzuia hewa ya oksijeni isiingie katika eneo la mafuta, na hapo ndo moto utakapozima. Nafikiri hapo wanafunzi wa form 2 huko form 3 wanakuambia foam na density watakuwa wanakuelewa vizuri kiundani zaidi, lakini kwa watu ambao kidogo makamu yameenda na form 2 haisahau kidogo kupewa foam kidogo unawachanganya. Labda wadadavua tena foam unamaanisha nini kusema foam? Ni material au kemikali ambazo zinachanganywa ili kuweza kuzima moto, kuzuia chakula cha moto kisipate hewa ya oksijeni. Yenyewe ipo kwa mfumo wa kama povu, sio povu la kufulia, la hasha. Yenyewe ni la kemikali zaidi. Kwa hiyo unapolimwagia pale linakaa juu na kukaa kama povu linavyokaa juu kwenye maji. Kwa hiyo unazuia ile hewa oksijeni isiingie pale na moto utazima. Na ajali za magari kama haya ya moto, magari ambayo yanabeba mafuta zimetokea mara kadhaa. Zimetokea kwa Morogoro juzi tu mwaka 2019, 2000 na ngapi huko nyuma ilitokea kule wapi, maeneo ya Singida Manyoni. Maeneo ya Manyoni, na ajali kubwa ilitokea pale. Na sio hizo tu, ni nyingi ambazo zimenukuliwa zisha kutokea. Mwaka 2020 tumeanza juzi tu. Tunatarajia tena labda ajali hizi zikitokea tutarajie majanga yale. La hasha. Kwa ushauri wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tukishirikiana na wenzetu Jeshi la Polisi kitengo cha usalama barabarani, tumewashauri kuwa madereva wanaopeleka mafuta angalau wakae madereva wawili au na kuendelea, kwa kuwa safari zile ni ndefu. Kwa wakisaidiana inakuwa inasaidia na wao kuto kuchoka. Wengi wao baada ya maelezo unasikia kuwa alikuwa amechoka akasinzia kidogo ndo likapinduka. Sasa wakiwa madereva wawili, mmoja atamshauri mwenzie, hapo umechoka, kaa pembeni na yaendeshe. Kwa hiyo utakuwa tuko salama sana. Au labda magari yanabeba mafuta yanapita njia zao peke yao. Njia zao peke yao sio yanapita maeneo ambayo yako na wananchi. Hiyo ni changamoto ya miundombinu ya usafirishaji kwa Tanzania ndio. Sasa nyinyi kama Jeshi la Zimamoto mnawaandaje wananchi kukabili majanga? Labda mimi kama wananchi sielewi majanga yako ya ngapi na nawezaje kukabiliana nayo. Likitokea janga la moto hili nitakabiliana nalo vipi? Hili nitakabiliana nalo vipi? Mnawaandaje wananchi kukabiliana na majanga? Jeshi la Zimamoto na Uokoaji tumejikita katika kutoa elimu ya kinga na tahadhari za moto katika maeneo tofauti tofauti. Maeneo ya biashara, manyumbani, hospitalini na kadhalika, na kwenye vyombo vya habari kama hivi. Kwa tunashauri wananchi pindi moto unapotokea, tunazo hizo portable fire extinguishers au vizimia moto vinavyoweza kubebeka. Hivyo vimeganyika katika madaraja 4. Kitu ambacho kinaweza kuzima madaraja yote hayo ni dry powder chemical fire extinguisher. Yenyewe ipo katika chupa nyekundu na ndio hii tunashauri kila sehemu kwa waiweke kwa ajili ya kutumia. Kwa hiyo inatumika kuzima mioto ya aina zote. Kingine tunashauri kuna vizimia moto ambavyo ni vya asili kama maji, mchanga, matawi mabichi ya miti. Hivyo pia vinaweza vikatumika kwa moto wa awali. Kwa hiyo unapotokea moto, pindi moto unapoanza, chanzo cha moto kile kidogo, unaweza mwananchi wa kawaida akaenda kuzima ule moto bila kutuita Jeshi la Zimamoto na Uokoaji.
pindi tunapomshinda anaweza akapiga simu 114 nasi tukaja kusaidiana naye kwa ajili ya kuzima moto. Labda kuna kitu hapa nimekikumbuka. Tulipokuwa tunazungumzia maroli, kuna baadhi ya maroli mengine yanabeba vinywaji. Yanabeba soda, yengine yanabeba bia. Na tumeona mara kadhaa yakidondoka moja kwa moja wananchi wanafuata na kufakamia zile soda au zile bia na kuanza kunywa. Unadhani kwamba hii ni sahihi? Katika ajali zote za barabarani tunashauri wananchi waweze kuchukua tahadhari ya kwao kwanza. Kwa hata gari la kawaida, gari ndogo binafsi ikianguka, ina mafuta ile petroli au diesel inatumia kwenye tanki yake na lita 5, 10 na kadhalika, ile pia inaweza ikawaka au ikalipuka kutokana na kuwa kuna msuguano kati ya lami na ile chuma ya gari, inatengeneza joto. Kuna chakula cha moto ambayo ni hiyo diesel au petroli, na hewa oksijeni ambayo ipo kila sehemu, kwa hiyo inaweza kusababisha moto kutokea. Kwa hiyo tunachoshauri kwa wananchi ni kuwa wachukue kinga na tahadhari kwao binafsi. Kwa gari imetokea ajali, usikimbilie kuwahi kutoa kitu chochote. Subiria kwanza kwa muda papoe, ndipo uende ukatoe huduma. Hata kama ni gari la abiria limeanguka, usikimbilie tu kusema nitaenda kuchukua simu za watu na kadhalika, kuna pochi, kuna hela na kadhalika. Tulia kwanza, baada ya muda kidogo ndipo uende ukawasaidie watu, sio kuiba, saidia watu. Kwa sababu kisha kuwa wengi inakuwa kuiba ni changamoto nyingine, huwezi kuiba mbele ya watu wengi. Lakini ukiwa mwenyewe, watu wengi wanawahi wakiwa wenyewe. Kwa imetokea ajali kaiona, atakimbilia kwa nawahi nikaibe wa kwanza. Lakini wakiwa wengi hawezi kufanya, ana ujasiri wa kuiba pale, kwa sababu watu wengine na wenyewe wanamuona, kwa watamkamata. Kwa kwenye maroli yanabeba vinywaji wanywe au kwenye kunywa hapana, wao watakiwa utoe huduma tu kwa wale waliopata madhara. Kweli kimsingi kwamba mmoja kati ya vitu pia ambavyo vinapatikana kwenye unaweza kanywa soda alafu kumbe tayari ile chupa ilishavunjika na vipande vya chupa viko ndani ya ile soda, kwamba ukinywa hivi moja kwa moja utakuwa unaingiza vipande vya chupa ambavyo vinaingia ndani kuletea madhara. Pia kingine kutokana na ajali kuna zile chemical ambazo zinatengeneza hivyo vinywaji pia zinaweza zikapata madhara mengine, ukanywa ukashangaa tumbo labda limechafuka na kadhalika. Sawa, turejea kwenye tulikuwa tunazungumza kwamba mnawaandaje wananchi. Sasa tuhamie mashuleni, si ndio? Mashuleni ndio mwaka jana tumeshuhudia baadhi ya ajali kadhaa za moto zinatokea mashuleni, na jeshi la zimamoto hapa tumefanya vipindi kadhaa, tumeuliza na wakatuambia kwamba mnafanya elimu kwa wananchi wanafunzi mashuleni, lakini bado ajali za moto zinatokea kila siku. Tunaanza mwaka 2020, mipango ndio ile ya mwaka jana ambayo bado ajali za moto zinatokea, au kuna mipango mingine tofauti? Katika mwaka 2020 tumejikita kufungua klabu nyingi zaidi katika mashule, fire club, kwa wanafunzi na wenyewe wanatakiwa waelewe moto ni nini. Kutokana na kipengele hicho cha fire club tumejaribu kusoma katika vitabu vyao. Kwenye kitabu cha chemistry wanazungumzia vifaa vya kuzimia moto mule. Kwa ujumla kidogo kuna topic ya mambo ya moto na sisi pia tunajikita humo kuzidi kuwapa maarifa wanafunzi, ili wao wawe mabalozi wetu kesho na kesho kutwa wanapokuwa mtaani, manyumbani na baada ya kumaliza shule. Kwa moto umetokea, je, tufanye nini? Au wawashauri nini wazazi kuwa moto umetokea nyumbani? Yeye atatoa ushauri kwa wazazi, hapa tunatakiwa tulale chini, tutambaye, tutoke nje, tupige simu 114. Na hapo tutakuwa tumekizi vile vigezo vya wananchi kuwa wametusaidia katika majanga hayo ya moto na majanga mengine. Mimi nilipokuwa form 2 form 3 huko alikuwa tunasoma kemia kwa lugha yetu ya Kiswahili. Ndio. Nilipokuwa naambiwa fire extinguisher nilikuwa najua ni pipa fulani vikubwa. Kwa sababu kule kwetu maeneo ya vijijini kidogo hivi vitu tunafundishwa, wanasemaga kwamba wanafundishwa kwa nadharia. Hujui hata kitu kilivyo. Sasa nyie mtawasaidiaje wanafunzi wako vijijini sasa? Ili mtu akisikia kitu kinaitwa fire extinguisher asije kujua kama ni pipa kubwa ambalo labda kupitika kwake ni ngumu. Kutokana na hizo club ambazo tumezianzisha katika mikoa tofauti kama jeshi la zimamoto na uokoaji, tunawachukua wale wanafunzi na kuwapeleka hadi ofisini ambapo ndo kuna magari na kila kitu. Kwa tunawaelekeza sasa, gari letu ni hili hapa,
ndani lina sifa 1 2 3, kwa ndani lina maji na kadhalika, liko standby na askari wake ambao wako standby ni hao hapa. Na jinsi ya kufanya ile mlolongo mzima wa tukio kutokea hadi unafika kwenye tukio, kwa baada ya kuwafikisha pale, wale askari wengine wanakuwa hawajui kinachoendelea ni nini, kwa tunatoa elimu tu ya kawaida. Wengine tunawapigia na alarm kabisa kwa moto umetokea, tunaingia kwenye chumba cha simu, tunajaribu kuwasha kengele kwa wale askari ambao wako standby waweze kuingia kwenye gari na kutoka. Kwa wanaangalia muda gani ambao tumechukua pale kutoka kwenye kengele hadi kuingia kwenye gari na gari kuweza kutoka getini. Ndio. Sawa. Shukrani sana Constable Fire Constable Baltazar Swai kwa kufika hapa na kutupa kwa lugha nyepesi ukitaitaka madini ambayo yamefikia watazamaji wetu ambao wanafuatilia Mlimani leo asubuhi. Wakati huu mimi naitwa John Maganga na hii ni Jahara, ambapo kimsingi tuko tunajadili nafasi wananchi katika kukabiliana na majanga. Sio kila janga unaweza kukabiliana nalo na sio kila janga unaweza kuliacha mpaka uite jeshi la zimamoto. Kuna mengine unaweza kutumia vifaa vile vidogo ambavyo uko navyo nyumbani na unaweza kuvitumia katika kuzimia labda ni moto, kama majanga mengine tofauti tofauti, kwa sababu janga sio moto tu, na wananchi wengi tumeshaweka akilini kwamba janga kubwa ni moto, lakini majanga yako mengi sana kama mafuriko na majanga mengine. Hapa tumepata madini ya kutosha, na hivi ndivyo ninavyohitimisha Mlimani leo asubuhi kwa wakati huu. Kwa leo mimi tena nikuage, tunaendelea wakati mwingine. Kwa heri.